Kwanza napenda niwasalimie kwa jina la Mungu. Mnahitaji nyinyi? Haine. Mungu. Kimasai wanaita Engai. Kiislamu inaitwa Allah au Mungu, Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nasalimia kwanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kuturehemu. Nubeya imate. Atafakaya kinataka kutoka stoma. Sisi tumekuja kukutembeleeni kama tulivyozungumza na kijana wenu Rama huyu Ramadhani ambaye alikuwa ni mwanafunzi wetu. Tumeona kwamba baada ya miaka mingapi? Minne. Baada ya miaka minne, 4 years, tumesema tuje kuwatembelea tena kutokana na taarifa ya Ramadhani. Anasema kwamba wanakukumbuka, wanasema uje wasalimie. Kwa sisi tumekuja kuwasalimia. Ya pili ni kwamba tumekuja bado tena kuambia kwamba nyinyi ni kama binadamu sisi. Nahitajia mahitaji yote, nahitajia afya, nahitajia elimu, nahitajia makazi, nahitajia maendeleo katika maisha yenu. Na sisi ndio watu ambao tunapenda kuhimiza kuwa na amani, kuwa na afya, kuwa na nyumba ya kuishi vizuri, kulea hawa watoto vizuri. Kaina imate yako hapo. Wewe kono kanga ebe bepo bako sama. Kwa hivyo tumesema kwamba tuje tena kuwasalimia na kupa nasaha yale ambayo tuliyazungumza mwanzo, kwamba sisi tumetoka Arusha katika jumuiya ya Koja Shia International Community, wafuasi wa Ahlul Bait, na tunatoka kwenye institution ya Khatimul Anbiya ambayo iko Arusha, na huyu anaifahamu vizuri, na kiongozi wenu alishawahi kufika Arusha na akaona shule yetu na akatutembelea. Kwa hiyo na sisi tumesema tuje tuwatembelee, tuwaletee zawadi, kwa sababu tulikuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukafanya na Idi, na leo ni siku ya Karume Day, yani rais wa Unguja Mheshimiwa marehemu Abeid Amani Karume amefariki kwa siku ya leo. Ndio maana pia ni sikukuu kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hivyo sisi bado tunasimamia pale pale kwamba tunataka watoto wasome, na naamini kwamba mnawapeleka shuleni. Lakini kama kuna mwanafunzi ambaye anataka kwenda kusoma Arusha kwenye taasisi yetu, sisi tuko tayari kuwachukua kama tulivyowachukua watoto wa 10 wa kiume, wa 10 wa kiume na 10 wa kike ambao wamesomea Arusha. Ndio maana nikataka kujua wapo wapi tuweze kujua matokeo yao na maendeleo yao. Kwa hivyo bado tuko pale pale kwamba sisi tunataka kusimamia mambo ya elimu. Pili, tunataka kusimamia swala la maji. Tulizungumza swala la maji. Maji ni shida, natakiwa kuchimbiwa kisima. Kwa hivyo tunataka hawa viongozi watuongoze namna gani tunaweza tukapata sehemu ambayo imeshapimwa na inatakiwa mita ngapi. Tukishajua tutashughulikia jambo hili inshallah. Tutajaribu kuangalia sehemu ambayo imepimwa, alafu tutaendelea na maendeleo yake ya kufuatilia kujua tunaweza tukafanya nini. Lakini pia mjue kwamba sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Tumeumbwa na nani? Mwenyezi Mungu. Kikwenu mnasemaje Mungu? Haine. Haine. Kwa hivyo tusisahau kumkumbuka yeye, kumuomba yeye na kumuabudu yeye. Yaani kila wakati tuwe tunakumbuka kwamba aliyetuumba lazima tumshukuru. Hii macho ametupa nani? Haine. Pua, mwili nzima. Sasa akitaka kutuchukua sana chukua tu wakati wote. Kwa hivyo lazima tumshukuru, lazima tumuombe Mungu, lazima tuwe watu wema, lazima tujifunze. Kwa hivyo muhimu sana ni kwamba mjue namna ya kumwabudu Mungu. Kama mnaenda kanisani, kama mnaenda msikitini,
watoto wapelekwe shuleni. Hiyo ndio msingi ambayo tunaogombania, kwa sababu maisha ya kukaa kama hivi bila kuwa na elimu, bila kuwa na afya, bila kuwa na makazi, bila kuwa na nyenzo ya kuweza kupata chakula, ni kitu ambayo sisi binadamu inatubidi tutafute mpaka tuweze kufikia mambo hayo. Lazima tumkumbuke Mungu na lazima tufate maamrisho ya Mungu na tufate maendeleo, tutafute maendeleo ya watoto wetu. Tupige makofi. Kwa siku ya leo tumeleta zawadi, tumeleta mahindi, tumeleta sukari, tumeleta mchele, tumeleta tambi kwa watoto na familia ya kuwapatia zawadi siku ya leo. Yote tuliyozungumza kwa ufupi ni kwamba sisi tunataka tuishi kwa amani, tuishi kwa mapenzi, tuishi kwa ajili ya kuangalia maisha yetu ya kesho. Tutaondoka dunia hii, tunaenda dunia nyingine ambayo kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia tujue kwamba Tanzania yetu ina amani, ina upendo. Kwa hivyo tudumishe amani yetu na tudumishe upendo wetu ili tuweze kuwa na kuishi kwa amani, kuishi kwa raha, kuishi kama watu wanaotakiwa kuishi, sio tatizo katika matatizo. Tufanye kwa Mungu, tuombe Mungu, tunyoshe mkono kwa Mungu. Kila moja aombe maombi yake anayotaka kwa Mungu, lakini sisi tunasema tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie sehemu hii iwe sehemu ya amani, watoto wetu hawa waweze kupata elimu, na nyie muweze kuishi vizuri, upate afya, muweze kuendelea na maisha yenu, lakini mubadilike, muwe watu ambao mnaweza kufanya mambo mengi. Mnaweza mkafanya kazi, mnaweza mkalima, mnaweza mkachuma kila kitu katika maisha yenu, ili tukiondoka dunia hii unakwenda dunia nyingine, tunapokelewa kwa kumkumbuka Mungu. Mungu ndo aliyetuumba inshallah. Semeni amin. Amina. Asante sana, nakushukuru sana.